Kwanza Chadema walivyofanya uchaguzi wao uwazi na kila kitu kilikuwa wazi, ni jambo jema sana, ni jambo zuri sana, lakini hakuna kitu kipi ambacho kilifanyika ndani ya Chadema ambacho CCM haukifanya. Chadema walikuwa wanafanya uchaguzi wao, walitumia demokrasi, watu wakapiga kura wakaonekana. Lakini mimi nilikuwa Dodoma, nilikuwa mwalikwa kwenye mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi. Mimi sio mjumbe, lakini nilialikwa, nilipata heshima. Kwenye mkutano ule kulikuwa na ajenda ya Chama cha Mapinduzi kuonyesha au kuambia wanachama wake wenye chama juu ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, kwa sababu tunaenda kwenye uchaguzi. Miaka 5 waliomba kura kwa wananchi. Ajenda ile, na wengi mliona, zilionyeshwa clip mbalimbali upande wa Zanzibar na upande wa bara, wanachama wakalizika. Katika mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ambaye pia ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akasema kidemokrasia kabisa, sasa tuchangie kama mnaipokea hii ajenda ambayo secretariat na kamati kuu imeleta. Katika kuchangia, watu wakazusha jambo lingine la kwamba kwa utekelezaji huu na kazi kubwa iliyofanyika, tunapendekeza kwamba wewe uwe mgombea wa urais mwaka huu. Kidemokrasia kabisa, rais akasema ajenda kwanza ni utekelezaji. Mmepokea? Hayo mengineyo labda yaje baadaye. Watu wakasema wamepokea kwa uwazi kabisa. Akauliza ukumbi mzima, wangapi wanasema wamepokea ajenda hii? Watu wote mliona kwamba ukumbi mzima ulinyosha mikono. Ilikuwa televised. Na shangaa mnasema tu kwamba Chadema walitelevised. Kwani CCM haikuwa televised? Tena vyombo vyote karibu Tanzania vilikuwa vinaonyesha. Watu wote wakanyosha mikono kwamba wanaunga mkono. Ilivyoanza hiyo ajenda ya ambayo unasema kwamba sio utaratibu uliozoeleka, kila kitu kilikuwa wazi, kikazungumzwa. Kwa hiyo mimi, kwa mtazamo wangu, mimi nadhani demokrasia imepanuka. Lakini sasa demokrasia, tusifikirie tu demokrasia ni ile tu waliofanya Chadema ndio demokrasia, alafu waliofanya CCM sio demokrasia. Sidhani hapo kama tutakuwa tunatenda haki. Chadema walifanya demokrasia, lakini walifanya demokrasia baada ya kuwaona CCM walifanya demokrasia, labda mitindo ya demokrasia inafanana. Lakini cha pili, umesema kwamba mazoea. Sawa, kunaweza kukawa na mazoea, lakini mazoea kama hayavunji utaratibu, kanuni na sheria, sioni kama kuna shida. Mimi nimeona CCM wamefanya demokrasia, Chadema wamefanya demokrasia, ni jambo jema kwa ukuaji wa demokrasia kwa taifa letu la Tanzania. Na nadhani hayo ni mambo yanatakiwa yaendelee kusonga mbele, kuwe na demokrasia ya kweli, tupate competent leaders na watu wapatikane kihalali. Nadhani ni jambo jema. Wana challenge tu yale yaliyotokea Dodoma. Sasa hamsemi kwamba labda mngekuwa mnakuja na evidence hapa kwamba mkutano wa Dodoma ulikiuka kifungu namba fulani, ibara namba fulani, labda mkasema hivyo. Mimi lakini ninachozungumzia, yale mambo yalifanyika kwa uwazi na kila mtu aliulizwa pale. Sasa kusema tu kwa sababu wewe umeamini masikioni mwako kwamba hii haikuwa demokrasia, ila ya huku ndio ilikuwa demokrasia, hapo ndio mimi tunapishana. Kwa sababu yale mambo yalifanyika kiwazi, yalikuwa wazi, maswali yalikuwa naulizwa, watu wakatoa majibu. Nyosheni mikono au rudisheni hizi clip za Dodoma mziziangalie vizuri. Kwa hiyo masuala mengine kama tumeamini tu moyoni na hatutaki kubadilika, ni swala lingine. Lakini mimi nimezungumzia kama ni swala la uwazi, lilionekana, maswali yaliulizwa, watu wakajibu, mpaka wakati mwingine wajumbe walikuwa wanataka mwenyekiti atoke nje wajadili, lakini mwenyekiti akakataa, akasimamia kikao, procedure zikafuatwa. Sasa hapo kusema mimi na wapumbaza wa Tanzania, na wapumbaza vipi? Yaani mimi Peter Msigwa na wapumbazaji wa Tanzania katika masuala kama hayo ambayo yalikuwa wazi, kila mtu anayaona. Kwa hiyo mimi naomba Watanzania tusiwe driven na emotion. Hebu tuweke facts mezani, tujenge hoja. Unajua, kwa mfano mtu kimchukia mtu, unaweza kumchukia tu, unamchukia tu, lakini jenga hoja yako. Kama kuna shida na wewe ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi, unayo haki ya kulalamika, ya kutoa malalamiko, kufuata ngazi zinazotakiwa. Itakuwa vizuri zaidi kuliko kusema kwamba demokrasia haikuonekana pale.
mimi nadhani hapo hatutendi haki. Kama mtu alikuwa timid ni tatizo lake mwenyewe. Kama mtu alikuwa na ujasiri wa kusimama, hiyo ilikuwa ni shida yake mwenyewe, lakini room ilitolewa anayepinga, mwenye maoni tofauti, kuanzia ajenda ile ya kwanza ya ripoti ya utekelezaji wa ilani, anayepinga, anayeunga mkono. Hayo maswali yaliulizwa. Sasa huwezi kusema hiyo sio democracy. Kwa hiyo mimi sipumazi watu. Na pili, don't be my follower here, be a disciple. Sio kila kitu tunachokisema hapa wewe ukiswalo. Uliza, dadavua, uhoji, usiamini kila ninachosema, lakini ninaamini nakisema kitu ambacho ni sahihi. Na the fact kwamba nilikuwa Chadema, hivi ni vyama viwili tofauti, vina sera tofauti, vina falsafa, itikadi na mrengo tofauti. Kwa hiyo baada ya kuona misingi na taratibu ambazo niliziamini hazitekelezwi, nimechukua move. Mimi sio kisiki, sio mti kwamba mimi I cannot move. No one is pointing a gun on my head kwamba kama naona naungua nikae hapo hapo. I'm human. I think, I reason, I question, I argue. Ndio maana ya kuwa binadamu. Kwa hiyo huwezi kuwa umepotea njia unaendelea kwenda. Niliona kuna mambo hayako sawa, nikaya challenge. Na si kwamba mimi kwa kuwa CCM ndio siwezi kuwa sauti ya wasiokuwa na sauti, au kuwa nguvu ya weak people. Nitakuwa nguvu nitakuwa msemaji wa walisio na sauti, na I'll be a strength for the weak. Hiyo haimaanishi kwamba kiwa Chama cha Mapinduzi yakiamini kwamba eti watu waonewe, watu wanyanyaswe, watu wapate elimu duni. Hapana, kiko kwenye utekelezaji. Kwa hiyo kuwa CCM haimaanishi kwamba misingi na principle ambazo nazoziamini nitakwenda kuziviolate. I'm not like that. Yale ya ukweli tutayasema, yale ambayo sio ya ukweli tutayasema.